Mambo vipi? Karibu sana kwenye picha. Hii ni Golden Video Studio, sehemu ambayo tutakuwa tukizungumzia masuala mbalimbali kuhusiana na utengenezaji wa picha pamoja na video. Karibu sana. Kwa miaka ya karibuni tumekuwa tukifahamiana na watu kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, iwe ni WhatsApp, Instagram, Facebook na kadhalika. Na moja kati ya kitu ambacho huwa kinasababisha watu kushinda katika vita ya mitandao ya kijamii ni pamoja na picha nzuri. Watu wanakutafsiri kupitia picha ambazo wanakuwa wanaziona ukiziweka. Leo tutazungumzia hayo yote. Tutazungumzia kimoja tu ambacho kinafahamika kama professional portrait. Professional portrait. Hii ni picha ambayo inapigwa na inawekwa kwenye mitandao ya kijamii kwa matumizi mbalimbali. Je, wewe unajua upige picha aina gani na utumie kwa matumizi gani? Na hizi picha ziko za aina tofauti tofauti kama ambavyo tunazipitia. Aina ya kwanza ya picha inafahamika kama corporate. Kama ambavyo unalisikia neno lenyewe corporate, ni mtaala wa kikazi kidogo kwa watu ambao wanavaa mavazi official na kadhalika. Ni sehemu ambayo watu wanakuwa official kwa kiasi chake. So aina hizi ya picha ni picha ambazo mara nyingi zinapigwa kwenye background moja ambayo inakuwa ni safi, nyeupe na kadhalika. Inaweza ikawa pia rangi nyingine, lakini inakuwa ya rangi moja. Uvaaji wa corporate pia inahitaji uvaaji mzuri ambao ni official, aidha ni suti, shati na kadhalika. Na matumizi ya picha hii corporate portrait, unaweza kuitumia kama profile picture, au unaweza kuitumia kule kwenye LinkedIn, unaweza kaweka kwenye website na kadhalika. Aina ya pili ni picha ambayo inafahamika kama personal branding portrait. Hizi ni aina ya picha ambazo tunazipiga ama tunazitengeneza kutusaidia kutengeneza brand zetu binafsi na kadhalika. Muonekano na tofauti yake hii na ile ya kwanza ni katika picha hii unakuwa huru kidogo, unakuwa na uwezo wa kutabasamu, na pia mapozi unaweza ukaweka mapozi ya aina tofauti tofauti. Aina ya mavazi pia yanaweza yasiwe official sana, kwa sababu ni kulingana na brand ambayo unakuwa unaifanyia kazi. Pia muonekano sahihi au muonekano halisi wa wewe kulingana na kazi yako ni moja kati ya kitu ambacho kitakusaidia kutengeneza hii picha nzuri ya personal brand. Matumizi ya hizi picha zinatumika kwenye social media pia. Unaweza ukaweka kwenye website, unaweza ni picha ambazo zinatumika pia kwenye mabango, wakati mwingine posters, matangazo na kadhalika. Ni picha ambayo kidogo inaleta mahusiano kati yako wewe na anayetazama. Aina nyingine ya picha ni picha ambayo inajulikana kama editorial ama picha za machapisho. Aina hizi za picha ni picha ambazo tunazitumia pale ambapo tunakuwa tunafanya machapisho ya aina mbalimbali. Huenda una jarida linahitaji picha, huenda una kitabu umeandika, huenda unahusika katika makala fulani ambayo itawekwa kwenye gazeti, television na kadhalika. Aina hizi ni aina ya picha za machapisho ambao zinaonyesha na zinabeba uhalisia wa mtazamaji akitazama ajue ni mtu aina gani. Inaweza ikawa ni picha ambayo yenye hisia kwa kiasi chake. Kama ni kazi ya serious, tutaona serious. Kama ni kazi ambayo unaweza kutabasamu, basi tutaona tabasamu pale. Lakini ni aina za picha ambazo zinatumika katika sehemu mbalimbali, kama magazeti, kwenye blog, unaweza ukaweka pale nyuma ya kitabu na kadhalika. Hii ni editorial ama picha za machapisho. Aina nyingine ya portrait ni hii ambayo inajulikana kama environmental portrait ama outdoors. Na pia zinaweza zikawa za ndani ama inaweza ikawa ya nje. Lakini ni picha ambayo unatengeneza mazingira. Mazingira yanatengenezwa kama ambavyo labda unaweza ukaona nyuma yangu ni muonekano ambao unaakisi studio, unaonyesha studio. So ni aina za picha ambazo zinakuwa hivyo kwamba mazingira yanatengenezwa kulingana na kile ambacho unakifanya. Kama ni mpishi, basi atakuwa yuko jikoni.
Kama ni mwanajeshi anaweza kawa yuko nje amevalia uniform, amevalia sare za kazi anayoifanya yoyote. Hii ndio tunasema ni environmental, lakini mazingira pia yanakuwa yametengenezwa. Aina ya mwisho ni artistic portrait. Hizi ni picha za aina gani? Hizi ni picha za kisanii. Ni picha ambazo zinaweza zikaweka mapozi ya aina mbalimbali, rangi zinazotumika zinakuwa zimepangiliwa na kuchaguliwa. Mavazi yanaweza yakawa mavazi ya aina yoyote ambayo yanatengeneza interest. Na aina hizi za picha mara nyingi tumeziona kupitia kwa wasanii mbalimbali, kupitia nakala zao wanazoweka katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Ziko picha nyingine zinauzwa kwenye maonyesho, kuna picha nyingine ambazo wanazipost na kadhalika. Lakini na aina hii ya picha pia ni picha ambazo mara nyingi zinatumika kule kwenye zile international billboards, kwenye yale mabango makubwa na kadhalika. Unapokuwa na hii professional portrait, kuna vitu ambavyo itakusaidia. Kitu cha kwanza, itakuweka mbele ya ushindani. Kwenye kila kazi tunajua tunakuwa na watu mbalimbali ambao wanafanya kazi na biashara na kadhalika ambazo pia sisi tunafanya. Lakini unapoweka picha nzuri, iweza ni kwenye website ama ni kwenye social media, inamvutia mtu zaidi na inakuweka mbele ya washindani wako. Iweza wewe unaomba kazi ni LinkedIn na kadhalika. Picha hii pia inawasaidia watu kufanya maamuzi, anapoandika jina lako sehemu yote ambayo ameitafuta, ikatokea picha inaonekana vizuri, hata mwenyewe akiangalia inaonekana vizuri, anapata amani na inamsaidia kufanya uchaguzi wa acha nifungue ukurasa huu. Endapo utakuwa umepiga picha nzuri inayoonekana vizuri na yenye vigezo kama ambavyo nimevitaja mwanzo, itakusababisha kuonekana mtaalamu, na mwenye kuaminika na mwenye kujua nini unafanya katika tasnia ambayo upo.